Kwa kutambua changamoto za uhitaji wa huduma damu katika hospitali zetu, tumeona tuandae mabonanza kama haya ili tusaidie wananchi wenzetu na hasa kuunga mkono serikali yetu baada ya kujenga hospitali za wilaya na mikoa. Hili limethibitishwa na utafiti uliofanyika. Matarajio yetu ni kusogeza huduma yetu karibu na wananchi katika ngazi zote. Hayo yamesemwa na waandaaji wa bonanza hilo, taasisi ya Zenji Holding Limited, meneja Riziki Omar Ali na meneja wa mpango wa damu salama Dr. Masudi Ali Masudi wakati wakiendesha zoezi la uchangiaji wa damu kwa hiari. Malengo makuu ya Zenji Holding kupitia damu salama ni kuratibu haya mabonanza, kuona tunapataje damu, tusisumbuke kwenye damu, ili watu wetu waliokuweko hospitalini wapate damu kwa urahisi, kwa sababu tumeona kuna challenge kubwa sana ya upatikanaji damu hasa katika visiwa vyetu hivi vya Unguja. Sasa tukaona Zenji Holding ina haja ya kufanya haya mabonanza, kuratibu mabonanza kwa kila nyanja ili tuweze kuwasaidia wale watu wetu waliokuweko katika sehemu zinazohitajika damu. Sasa hivi uhitaji wa damu kwa Zanzibar uko mkubwa sana, ukizingatia sasa hivi zimefunguliwa hospitali nyingi, na hizo hospitali, kila hospitali ambayo iliyofunguliwa kuna wagonjwa wa operation, kuna wagonjwa wa ajali na kuna wagonjwa mbalimbali ambao wana uhitaji wa damu. Sisi kama damu salama, baada ya kuona hivyo, tuliamua kufanya satellite blood unit kwa kila hospitali. Inamaanisha nini? Katika kila hospitali sasa hivi kuna kitengo cha damu salama ndani ya hospitali. Tumewapunguzia wananchi, baada ya kutoka, tuseme mtu ana daraja bovu, baada ya kuja sebleni anaweza akaenda chumbuni. Sasa kile kimetusaidia kiasi fulani kuweza kupunguza uhitaji wa damu. Hassan Juma Amur kutoka shirika la bandari Zanzibar, wao walikuwa na jukumu la kuwezesha shughuli hiyo, na Usi Bakari Mohamed kutoka mpango wa taifa wa damu salama wameeleza umuhimu wa jamii katika kuweka akiba ya damu, kwani suala hili ni mtambuka, na kwa upande wao bandari ni sehemu ya kurejesha faida kwa wananchi. Na tunaamini kwenye njia kuu ya kuchangia na kuokoa maisha ni uchangiaji damu. Kwa hiyo tumeungana na hii kampuni ya Zenji Holdings ili kuandaa hii kampeni na kuhakikisha tunashajihisha vijana ili kuja kuchangia damu zao na kuokoa maisha ya wananchi wa Zanzibar na Tanzania kiujumla. Na tuko hapa kwa kushajihisha wananchi kuja, na tumetumia njia nyingi kushajihisha, mojawapo kununua bidhaa hizi kwa wale wanaochangia damu. Wakimaliza wanapata bidhaa za kunywa na kula pamoja na pesa taslim kiasi cha shilingi 5,000 kwa kila mchangiaji ili kuwashajihisha vijana waje wachangie damu. Baadhi ya wananchi waliochangia damu kwa hiari wamesema jamii ina wajibu kujitoa katika kuchangia damu, kwani swala hili halina mmoja. Ninachoweza kuzungumzia tu ni kwamba watu wasiogope kuchangia damu, kwa sababu damu ina umuhimu sana. Huwezi kujua wewe ni nani atakayepata tatizo la damu katika familia yako, ndugu, jamaa na marafiki. Ukizingatia sote tunatoka katika mizunguko hapa na hapa, ajali zinatokea, huwezi kujua ni nini kitakamkuta ndugu yako akitoka kazini, akienda, akiingia wapi. Kwa swala la damu, wananchi mjitokeze kwa wingi tu. Swala la damu ni jambo ambalo ni la muhimu kuliko unavyofikiria wewe. La kwanza wanawake ambao walikuwa oga kama mimi pengine wenzangu, tunatakiwa tutoe damu, kwa sababu unapotoa damu ni fursa kuwapa wenzetu ambao walikuwa hawana, na vile vile kutunza afya zetu ndio kinachotakiwa. Ili unapojiona pengine mimi hali yangu haipo vizuri, unajua unapokwenda hospitali umetoa damu unaweza ukachangiwa, tofauti na unapokuwa upo nyumbani tu umekaa huwezi kufanya chochote. Meneja wa Zenji Holding Limited Riziki Omar Ali, ambaye pia ni mtaalamu wa maabara kutoka Wizara ya Afya Zanzibar, ameongeza kuwa wana mpango wa kufikisha kampeni kama hiyo katika kisiwa cha Pemba na Tanzania kwa ujumla. Tutaendea mikoa yote ya Unguja na Pemba. Lakini pia kabla ya kuanza mwezi wa 3 tunatarajia pia bonanza kama hili tulipeleke Pemba tukafanye nako, tuangalie mwitikio wa Pemba ukoje. Riziki. Hafla hiyo iliyofanyika katika viwanja vya Kisonge mjini Unguja imepata baraka ya mjumbe wa bodi ya wakurugenzi mamlaka bandari Zanzibar, Burhani Mohamed Abdallah, ambaye amesema suala la uzalendo ni muhimu kwa tilia mkazo watu wajitokeze kuja kuchangia damu. Damu ni kitu muhimu sana kuipata. Kwa hivyo wakitokezea watu damu, sababu hatujui, wanaweza kutokezea wagonjwa, watu walozaa,
na vitu kama hivi hospitali inakuwa inahitajia. Kwa hivyo tutapenda mashirikiano na watu waoneshe uzalendo wa kutoa damu ili taifa lipate mafanikio. Zoezi hilo la siku moja lilikusanya kiasi cha watu 400 na jumla ya chupa 278 za damu zimepatikana, huku watu 45 tu wakikosa vigezo vya uchangiaji. Zenji Holding Limited limejikita katika shughuli za kijamii ikiwemo upandaji wa miti kukabiliana na kulinda mazingira, mabadiliko ya tabia nchi. Zenji Holding Limited imejikita katika shughuli za kijamii ikiwemo upandaji wa miti ili kukabiliana na kulinda mazingira pamoja na mabadiliko ya tabia nchi. Tukio kama hilo linatarajiwa kufanyika katika kisiwa cha Pemba hivi karibuni.